Na hapa pia wale wanaojiita watetezi wa haki za binadamu wakasema kwamba hii mahari bora ingeondolewa, kusingelikuwa na mahari. Hii mahari ndio yafanya wanaume wanyanyase wanawake. Taban sisi tunazungumzia Uislamu, na Uislamu una taratibu zake na kanuni zake. Uislamu umeweka utaratibu kwamba ndoa ni lazima iwe na mahari. Mahari hiyo itakuwa ima imetolewa kabla ya ndoa au inaweza kuwa ni ahadi ikatolewa baada ya ndoa, lakini almuhimu ni kwamba mahari ni kitu cha muhimu katika ndoa ya Kiislamu. Kwa hiyo hatuwezi sisi kama Waislamu kusema kwamba tuondoe mahari, hatuna mamlaka hayo. Hii ni dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala iliyoletwa kwetu sisi na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Sisi hatuna mamlaka ya kupunguza au kuongeza chochote katika dini hii. Vile vile mwanamume kutoa mahari kumpa mwanamke twaweza kusema ni jambo la kimaumbile, kwa sababu tukiangalia katika jamii mbalimbali hata zisizo za Waislamu, hata zisizoamini dini, mwanamume ndiye anayetoa mahari kumpa mwanamke. Kwa hiyo kuondoa mahari katika ndoa ni kuwatoa watu katika ubinadamu wao. Ubinadamu ni mwanamume anapotaka kuoa atoa mahari kumpa mkewe. Kwa hiyo sisi kama Waislamu hatuwezi kuondoa mahari, kwa sababu ni amri ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na vile vile kutoa mahari ni ubinadamu. Kwa hiyo hatuwezi kwenda kinyume na ubinadamu. Hii ni sababu ya pili kwa nini talaka akapewa mwanamume, kwamba mwanamume akitoa talaka anaathirika kiuchumi. Kuna mahari aliyotoa itapotea na atahitajika mahari nyingine ili aweze kuoa mke mwingine. Sababu ya tatu kwa nini Uislamu ukasema mwanamume ndiye atoe talaka ni kwamba katika mfumo wa Kiislamu wa familia, Uislamu una mifumo mbalimbali. Uislamu una mfumo wa kiuchumi, mfumo wa kisiasa, mfumo wa kijamii. Vile vile Uislamu una mfumo wa kifamilia. Familia ya Kiislamu ina kiongozi, na kiongozi ni mwanamume. Mwenyezi Mungu anasema ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa, wanaume ni wasimamizi wa wanawake. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemfanya, kwa sababu tulizozieleza, mwanamume ndiye kiongozi wa familia. Na tufahamu sisi kwamba ukiwa kiongozi, uongozi ni haki, lakini haki ile ina wajibu. Ukiwa kama kiongozi una wajibu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipompa mume uongozi wa familia, akampa na wajibu wa kuitunza familia, kuiangalia familia, mustakbali wa familia utakuwaje. Yote haya ni majukumu ya mwanamume. Ni kinyume cha mfumo wa familia ya Kiislamu kwamba kiongozi ni mwanamume lakini talaka atoe mwanamke. Hii ni kinyume cha mfumo wa Kiislamu, kwa sababu mwanamume ndiye ambaye amepewa jukumu la kuitunza familia na kupanga mustakbali wa familia, lakini talaka atoe mwanamke. Yani mume wakati anapanga, anafikiria familia yangu itakuwaje, mke anatoa talaka. Hii ni kinyume cha utaratibu. Utaratibu ni kwamba yule kiongozi wa familia, yule anayepanga mustakbali wa familia, ndiye ana haki ya kutoa talaka, na hata huo uongozi wake utakuwa hauna maana, kwa sababu ikiwa mume ndio kiongozi halafu mke ndio mwenye haki ya kutoa talaka, je, mume akitoa amri, mke akimtishia kwamba nitaivunja hii ndoa, atakuwa na amri gani tena? Uongozi wake utakuwa na maana gani? Utakuwa hauna maana yote. Kwa hiyo ili kulinda mfumo wa familia ya Kiislamu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akampa mume haki ya kutoa talaka na haki ya kuivunja ndoa. Hii ni sababu ya tatu. Sababu ya nne iliyofanya Uislamu ukampa mwanamume haki ya kuvunja ndoa ni kwamba mara nyingi mwanamume hapendi mke ambaye aliishi naye aje amuone ana mwanamume mwingine. Hili ni jambo ambalo halipendi sana. Atajitahidi kwa namna yote ailinde familia yake, ndoa yake, ili mkewe asitoke kwenda kwa mwanamume mwingine.
ila ikiwa kisu kimefika mfupani, hana njia. Lakini mwanamke anapenda akiachika na mumewe amuonyeshe mume wa zamani kwamba sasa nimepata mwanamume mwingine, ili amkere, na mume jambo hili halitaki. Kwa hiyo mwanamume mara nyingi hapendi kutoa talaka, kwa sababu hataki mkewe aende akaolewe na mwanamume mwingine. Jambo hili vile vile lamfanya mwanamume asifikirie mara nyingi kutoa talaka, ajizuie mara nyingi kutoa talaka, tofauti na mwanamke. Lao ingelikuwa mwanamke ndiye mwenye haki ya kutoa talaka, basi ingelikuwa kila siku atoa talaka ili akuonyeshe kwamba nimepata mwingine. Kwa hiyo kwa sababu hizi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akasema mwanamume ndiye mwenye haki ya kutoa talaka na si mwanamke. Na hii haihusiani na kwamba mwanamke ni duni au si duni, la, ni maumbile ya mwanamke ni tofauti na maumbile ya mwanamume. Swali la mwisho ambalo tutamalizia utangulizi huu, kwa nini basi isiwe talaka ni makubaliano ya pande mbili? Yaani badala ya mume kama mume kuamua kuvunja ndoa, kwa nini mke na mume wasikae pamoja waamue kwa pamoja kuvunja ndoa, badala ya mume kuamua yeye mwenyewe peke yake? Jambo hilo vile vile ni jambo zuri, lakini haliwezekani. Haliwezekani kwa sababu lau wote wanataka kutoka katika ndoa ni jambo rahisi, ni jambo jepesi. Lakini vipi lau mmoja ataka kutoka kwenye ndoa na mwingine hataki? Kutakuwa na makubaliano ya pande mbili? Kutakuwa hakuna makubaliano ya pande mbili. Makubaliano ya pande mbili yatapatikana ikiwa wote watakawaivunje ndoa. Ikiwa mmoja ataka mmoja hataki, hakutakuwa na makubaliano ya pande mbili. Kwa hiyo Uislamu ukasema mwanamume ndiye anayepaswa na mwenye haki ya kuivunja ndoa baada ya kupitia mchakato mzima wa usuluhishi, familia, nje ya familia. Ikishindikana ndipo mwanamume ataweza kutoa talaka. Mpaka hapa tutakuwa tumefika mwisho wa utangulizi. Insha Allahu Taala katika darasa inayofuata tutaanza rasmi kuhusiana na somo letu la talaka. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Allahumma arina alhaqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina albatila batilan warzuqna ijtinabahu. Wa sallallahu ala khayri khalqihi Muhammad wa ala ali baytihi at-tayyibin at-tahirin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.